Karibu katika habari kuu za siku ndani ya Renyu Updates. Miongoni mwa taarifa kuu tulizokuandalia siku ya leo ni pamoja na ile ya mwili wa Dr. Faustin Ndugulile kupumzishwa katika nyumba ya milele huko Kigamboni. Taarifa nyingine ni pamoja na ajali ya magari matatu yaua watu 7 huko Kagera. Kwa upande wa taarifa nyingine ni pamoja na ambayo inaripotiwa kutoka Mbeya, mwenyekiti wa UVCCM auawa, mwili wake kutelekezwa. Na kwa upande wa michezo, kikosi cha klabu ya Young Africa cha safiri kuelekea Algeria kwa ajili ya mchezo wao wa ligi ya mabingwa. Habari kamili. Mwili wa aliyekuwa mkurugenzi mteule wa WHO kwa kanda ya Afrika, Dr. Faustin Ndugulile kupumzishwa rasmi katika makazi yake ya milele huko katika jimbo la Kigamboni, ambalo ndilo lilikuwa jimbo lake akiwa kama mbunge katika eneo hilo. Dr. Faustin Ndugulile ambaye alifariki mnamo usiku wa kuamkia tarehe 27 mwezi wa 11 2024 nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu. Mwili wake uliwasili nchini siku ya Jumamosi na kisha kuagwa siku ya jana katika hafla ambayo ilihudhuriwa na Rais wa nchi ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye aliongoza waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho. Siku ya leo imekuwa ni siku ya kumpumzisha rasmi katika makazi yake ya milele katika makazi yake huko Kigamboni. Ajali ya magari matatu yaua watu 7 mkoani Kagera. Watu 7 wamefariki dunia na wengine 9 wamejeruhiwa katika ajali ya gari iliyotokea eneo la Kihanga, wilaya ya Karagwe, mkoani Kagera, ikihusisha gari kubwa la mizigo aina ya Scania ambalo limegonga magari mengine mawili ya abiria yaliyokuwa yamesimama, ambayo ni haisi inayofanya safari zake kati ya Karagwe na Mutukula pamoja na Costa inayofanya safari zake kati ya Bukoba na Karagwe leo Disemba 3, 2024. Kamanda wa polisi mkoa wa Kagera Blasius Chatanda anasema chanzo ni uzembe wa dereva Scania ambaye alikuja akiwa na mwendo mkali akayagonga magari haya mawili yaliyokuwa ya abiria ambayo yalisimama yakiwa yanakaguliwa na maafisa kutoka idara ya uhamiaji kwenye Beria ya Afrika. Katika vifo hivyo 7 kuna wanawake 4, mwanaume mmoja na watoto 2. Kwenye majeruhi kuna wanaume 4 na wanawake 5. Chanzo ni uzembe wa dereva. Kama ingekuwa mfumo wa brake umefeli, asingeumaliza mteremko na kona zilizo karibu na eneo la ajali. Pia kuna vibao vinaonyesha simama ukaguliwe. Ni wazi baada ya kumaliza mteremko hakuchukua tahadhari za barabarani. Chanzo ni uzembe tu, kutochukua tahadhari. Nitoe rai kwa madereva, hizi barabara sio zetu peke yetu, tunatumia na watumiaji wengine. Kulikuwa na haja gani ya dereva kuja na spidi aliyokuja nayo? Ukiangalia madhara ya haisi aliyogonga ni ishara alikuwa spidi kali sana. Nasikia ametoroka, haitomsaidia. Ajisalimishe mwenyewe kabla hatujampata. Tuna mkono mrefu, hawezi kutukimbia. Akasalimika, ajisalimishe, alisema kamanda wa polisi mkoa wa Kagera Blasius Chatanda. Mbeya, mwenyekiti wa UVCCM auawa, mwili wake atelekezwa. Mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM tawi la Machinjioni, kata ya Makongorosi, wilaya ya Chunya, mkoani Mbeya, Michael Kalinga amekutwa ameuawa usiku wa kuamkia leo Jumanne Disemba 3, 2024 na mwili wake kutelekezwa katika kata ya Mkola. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Wilbert Siwa amesema wamepata taarifa za mauaji ya Kalinga na wanaendelea kuzifanyia kazi. Akizungumzia tukio hilo, katibu wa CCM wilaya Chunya Chazi Jokel amesema amepokea taarifa hizo leo Jumanne asubuhi kutoka kwa uongozi wa CCM kata ya Makongorosi. Haijulikani alikuwa anakwenda au kurudi Makongorosi, maana mwili wake umekutwa eneo la kuelekea kata ya Mkola, amesema Jokel. Taarifa nyingine ni pamoja na ya amchoma mtoto kwa petroli kisa shilingi 800.
Mtoto anayesoma darasa la 3 katika shule ya msingi Kasota mwenye miaka 9, mkazi wa kijiji cha Kasota, kata ya Bugulula, halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani humo, amejeruhiwa kwa kumwagiwa mafuta ya petroli na kuwashiwa moto sehemu mbalimbali za mwili wake na mama yake mzazi kwa kosa la kuiba pesa. Akizungumza na vyombo vya habari ikiwemo Rinyo Updates, Siwema Kulo ambaye ni mama mdogo wa mtoto huyo amesema chanzo cha awali, mtoto huyo anatuhumiwa kuiba pesa ya mama yake kiasi cha shilingi 800, ndipo mama yake alipochukua uamuzi wa kutenda tukio hilo la kinyama. Anasema, nilipigiwa simu nikiwa Geita na majirani, nikaambiwa dada, wahi hapa kwa dada yako kuna tukio. Nikauliza tukio gani? Nikaambiwa dada yako kachoma mtoto moto. Nikauliza kisa nini? Akasema kisa mtoto kaiba 800. Nikasema maana dada yangu huwa ana matatizo ya akili. Mama mdogo Swela Kulwa amethibitisha hilo. Kwa upande wa habari za michezo, kikosi cha klabu ya Yanga kimesafiri kuelekea Algeria kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya MC Alger wa ligi ya mabingwa Afrika. Katika kikosi hicho, miongoni mwa wachezaji waliosafiri ni pamoja na magolikipa Djigui Diarra, Abubakar Komein, Abdoualib Msheri. Kwa upande wa walinzi waliosafiri ni pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto, Nixon Jobu, Ibrahim Baka, Yao Kwasa Tola, Nixon Kibabage, Kibwana Shomari, Shadrack Boka. Hao ni kwa upande wa mabeki, lakini kwa upande wa viungo wa kati ni pamoja na Khalid Aucho, Mudathir Yaya Basi, Jonas Mkude, Duka Buya, Maxi Nzengeli, Dennis Nkane, Faridi Musa, Shekhan Hamis, Pakome Zuzwa, Klatus Chama pamoja na Azizi Ki. Lakini kwa upande wa washambuliaji waliosafiri ni pamoja na Jean Baleke, Kennedy Musonda, Clement Mzize pamoja na Prince Mpumalele Dube. Hao ndio wachezaji waliosafiri na kikosi cha klabu ya Yanga kuelekea Algeria. Sema klabu ya soka ya Yanga imeonyesha makali yake kwa kutangaza kikosi hicho thabiti cha wachezaji 25 watakaosafiri kuelekea Algeria kwa ajili ya mchezo wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya MC Alger utakaopigwa Desemba 7, 2024. Kikosi hicho kilichopambwa na wachezaji mahiri kimeibua hisia na matumaini makubwa miongoni mwa mashabiki wake. Kinachovutia zaidi ni kujumuishwa kwa nyota watatu waliokuwa kukabiliwa na changamoto ya majeraha: Khalid Aucho, Clement Mzize na Shadrack Boka. Uwepo wao unaashiria dhamira thabiti ya klabu hiyo kuhakikisha kuwa wanajitahidi kuwakilisha vyema taifa. Taarifa kutoka ndani ya benchi la ufundi zinaonyesha kuwa wachezaji hao wameonyesha maendeleo makubwa katika programu za urejeshaji wao kikosini, jambo ambalo limewapa nafasi ya kuwa sehemu ya safari hii muhimu. Kila laheri kwa klabu ya Yanga. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za siku kutoka Rinyo Update. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update kwa taarifa zaidi mbalimbali.